wa jana situation kama hizo zilionekana. Mchezo ulikuwa mgumu sana hasa kipindi cha kwanza. Yanga walijaribu kila njia lakini mambo yalikuwa magumu. Ni kama mwalimu aliwasoma Yanga vizuri na akajua namna gani ambavyo anaweza kuwadhibiti. Kiangalia Yanga mara nyingi mashambulizi yao wanapenda kuanzia katika eneo lao la chini kwenye phase ya kwanza kabisa. Ndipo ambapo wanafanyia build up yao. Lakini baada ya phase ya kwanza wanafanya progression ya mashambulizi katika eneo lao la kiungo pale. Sasa mwalimu alichokifanya kwanza, yeye akaamua kutumia formation ya 5-4-1. Kuwa na idadi kubwa sana ya wachezaji katika eneo la katikati ili aweze kucontrol pressure ya mashambulizi ambayo Yanga wanayatengeneza. Kumbuka Yanga wakishatengeneza mashambulizi yao katika eneo la phase ya kwanza, wanatumia maeneo mawili. Maeneo ya pembeni pamoja na maeneo ya katikati. Sasa mwalimu alichokuwa anakitaka kwanza ni kublock hizo njia zote ili kuwanyima Yanga uhuru wa kuweza kuprogress idadi kubwa ya mashambulizi. Na of course kipindi cha kwanza alifanikiwa kwa sababu ni mashambulizi machache sana ambayo yalikuwa na hatari ya moja kwa moja langoni. Shadrack Boka ambaye alikuwa anapanda kwa asilimia kubwa alikuwa afanikiwa kupiga zile crosses zenye hatari kutokana na umahiri ambao wachezaji wa Fountain Gate walikuwa wanauonyesha hasa katika kumzuia na kumnyima ile space. Kwa hiyo mwalimu alifanikiwa katika hicho kipindi cha kwanza, lakini kipindi cha pili kilienda tofauti, na hii ni kutokana na kwamba tayari kipindi cha kwanza ni kama walipunguzwa nguvu baada ya kufungwa goli ambalo kiwalisia halikuwa goli halali. Jambo ambalo lilofanya Fountain Gate pia ni kama wakatoka mchezoni na wakapoteza concentration. Mwalimu alijaribu kurudi katika mchezo lakini kama alikuwa too late na ikampelekea wachezaji wake kupoteza concentration golini. Pacome anaingia, Zimbo anaingia, wanaweza kupata goli la pili. Kwanza Dube bado anapitia changamoto ya kutojiamini yeye mwenyewe. Na ili wachezaji wenzake tayari wameshaligundua. Ukiangalia katika mchezo wa jana, kwa sisi ambao tulikuwepo uwanjani na kwa wale ambao walikuwa wanatazama live, watakuwa liliona ile tukio la Maxi Nzengeli pamoja na Prince Dube. Yaani baada ya ile penalty kutokea, Maxi Nzengeli alimfuata Prince Dube na kumwambia chukua mpira upige. Lengo likiwa tu kuhakikisha kwamba wanaendelea kumjengea confidence ya yeye kuweza kujiamini na kuona kwamba anaweza akafumania nyavu. Kwa hiyo yeye mwenyewe bado anapitia struggle ya kushindwa kujiamini as a player kama striker, kwamba kazi yake kubwa ni kufumania nyavu.